Tutaanza hapa na Mheshimiwa Nasria Nasir Ali, Mheshimiwa Dr. Regina Christopher Malima, Mheshimiwa Thomas Kampala Maganga na Mheshimiwa Lucy Damas Similia wajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Awali ya yote nimshukuru Mungu kwa kunijalia afya njema na kuweza kusimama tena kwa mara nyingine hapa bungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya kuchangia, kwanza naomba nimshukuru sana mama yangu. Yuko hapa leo bungeni. Amefanya kazi kubwa sana. Amekuwa ni balozi wa watoto wenye ulemavu hapa duniani. Mungu atakulipa mamangu. Endelea kuwa na moyo huo. Vile naomba nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia kwa kazi kubwa sana ambayo ameifanya kwenye wizara hii katika kuhakikisha maendeleo ya jamii yanakuwa vizuri. Wizara hii imekuwa na jukumu kubwa sana kwenye jamii. Hii ni wizara mama ambayo imebeba maono ya jamii nzima kwa watoto, wa mama na wazee. Pia naomba nimpongeze waziri mama yangu Dr. Gwajima kwa kazi kubwa sana ambayo ameifanya. Mama, wewe ni jembe. Endelea na moyo huo, umefanya kazi kubwa sana. Wizara hii kweli ni ngumu. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Leo nimesimama hapa nikiwa na kofia mbili. Kwanza, nasimama mbele yako ni kwa unyenyekevu mkubwa. Mimi nimekuwa ni mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake na watoto ndani ya shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu kwa muda mrefu. Kwa hiyo ninafahamu changamoto ambazo watoto wenye ulemavu wanazipitia. Kwa hiyo nashukuru sana bunge hili. Kwa hiyo nilikuwa natafuta mahali pa kusemea, sasa nimepata. Kwa hiyo namshukuru Mungu leo nimesimama hapa. Na narudia tena kumshukuru mama yangu. Bila mama yangu mimi nisingekuwa hapa. Na pia namshukuru Mheshimiwa Rais na chama changu cha Mapinduzi kwa kunipitisha kuwa mbunge wa kuwakilisha watu wenye ulemavu, kuwa msemaji wao. Waheshimiwa wabunge, naomba nitoe ushuhuda. Leo tunapitisha, naomba kabla ipitishwe, kwa sababu yako mambo mengi sana ambayo wizara inawajibika katika kuhudumia jamii. Kuna masuala ya watoto, wazee, watu wenye ulemavu na makundi wenye ulemavu ya maalum kwa ujumla. Kwa lazima wizara ipewe nguvu ili iweze kutekeleza majukumu yote. Jukumu la wizara hii sio ndogo, tusichukulie juu. Kutembelea kituo kimoja, mimi nilienda kituo kimoja cha wazee kule Moshi. Kwa kweli nilitamani kulia. Hali ambayo niliwakuta nayo haikuwa hali nzuri. Kwa hiyo naomba wizara hii ipitishwe bajeti. Nimetaja kituo cha wazee kule Moshi. Waheshimiwa wabunge, naomba tukae tupitishe hii bajeti ili bajeti iweze iongee katika kutoa huduma kwa jamii kwa ujumla. Kwa unyenyekevu mkubwa sana naomba niombe sisi watu wenye ulemavu, tunaomba katika program zote ambazo zinaendeshwa tuweze kujumuishwa, kwa sababu kwa kipindi kirefu tumekuwa tunapitia changamoto nyingi. Kuwa mlemavu halafu mwanamke unakuwa na changamoto mara mbili. Tunapitia changamoto kubwa sana, tofauti na wanawake ambao hawana ulemavu. Kwa tunaomba katika program mbalimbali tuweze kujumuishwa. Pia naomba nisisitize, tunaomba pia katika program kama hizi nitume mimi, kwa sababu mimi nafahamu takwimu za watu wenye ulemavu wakiwemo wazee. Kwa hiyo tutaweza kufanya kazi vizuri.
tutafanya kazi vizuri usiku na mchana, nisumbue tu, nitumie. Niko tayari kutumika kwenye wizara hii ili kusaidia mambo yaende vizuri.